mtazamaji, ni kukaribishe katika makala fupi inayoangazia mafunzo ya siku 4 ya kuongezea uwezo wa wadau wa utalii wa Zanzibar, jinsi ya kuwa na utalii endelevu kwa kuzingatia uchumi bluu na uhifadhi wa mazingira. Katibu Mkuu Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale, Daktari Suleiman Abudu Jumbe, akawaambia washiriki kuwa Wizara ya Utalii imefungua milango ya mashirikiano kwa wadau hao. Kwa sababu nyinyi ni wataalamu wetu. Nyinyi mnaotekeleza hadhi na sura bora ya ufanisi wa huduma zetu za kiukarimu, za kiutalii na kupelekea ni nyinyi mnaoitangaza vizuri Zanzibar. Kwa hivyo hongereni sana. Hongereni sana tour guides, tour operators. Nyinyi ndiyo ngome yetu. Siwezi mimi nikasimama hapa nikajidai bila ya nyinyi. Nyinyi ndiyo ngome yetu ya kutangaza na kuvutia watalii kutoka kila pande ya dunia kufika Zanzibar kwa sababu ya vivutio vyake. Tangible attractions, yani vile ambavyo vinaonekana, na intangible, vile ambavyo havionekani. Tangible na intangible, ikiwa bahari, fukwe, mchanga, jua, coral reefs, seagrass, seaweed, utamaduni, chakula, urithi wa mambo ya kale, michezo, mikutano na mambo mengine mbalimbali. Kwa hiyo Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale inatambua sana mchango huu mkubwa wenu nyinyi tour operators na tour guide. Nasema ndani ya moyo wangu, ndani ya imani yangu. Kwa hivyo wizara siku zote ipo tayari, milango yetu ipo wazi kabisa. Tunakaribisheni sana katika mwendelezo wa safari yetu hii. Dr. Bu akasisitiza kuwa sekta ya utalii ni sekta mtambuka, inajengwa na msingi wa uchumi bluu, huku akiwaasa kuzingatia mila, silka na utamaduni wa Mzanzibari. Niwapongeze wote kwa kuhakikisha kuwa mafunzo haya yanakwenda sambamba na maadili, utamaduni na utu wetu na kwa maendeleo ya taifa letu. Ndugu zangu, nimeambiwa kuwa katika siku hizi 4 tumeshuhudia michakato mbalimbali ya kueleweshana, kufahamishana, kupeana taarifa, utaalamu na taaluma, kuonyeshana njia bora za mafanikio ya uongozaji utalii na misafara, kufikia ubunifu wetu wa kuongeza vivutio vya utalii, kuvitangaza, kuvihifadhi na kuviendeleza kwa faida ya wote. Mary Makion ni mkufunzi wa mafunzo hayo. Amesema ni matumaini yake washiriki watabeba katika utendaji wao wa kazi zao za kila siku na kuzingatia mpango wa utalii endelevu kwa maslahi ya Zanzibar. Sustainable tourism is very important for the government of Zanzibar and is very much aligned to the objectives of the blue economy. I hope that the participants will take away some learnings from this workshop to improve their daily work and to consider sustainable tourism when they are developing, promoting and marketing tours to the international marketing and in the delivery of tour guiding to the millions of tourists who come to this beautiful island. Wakizungumza baada ya mafunzo hayo, baadhi ya washiriki wameeleza walichojivunia. Khalid Kombo Hamisi ni mshiriki kutoka kisiwa cha Pemba. Yeye anazungumziaje hasa ukizingatia Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imeweka mazingatio maalumu kuhusu sekta ya utalii kisiwani Pemba. Kwa pamoja wawezeshaji hawa wametujenga kwa kiasi kikubwa katika swala zima la utalii endelevu. Kwa hiyo kikubwa ambacho tumejifunza ni namna ya kuendesha huu utalii endelevu. Utalii ambao utakuwa na manufaa kwa wananchi wazawa wa Zanzibar, lakini pia utakuwa na manufaa kwa kizazi cha sasa, lakini pia utakuwa na manufaa kwa kizazi vijavyo na wageni wenyewe. Lakini ujenzi wa mabarabara na kuvutia wawekezaji wa mahoteli kuweza kuwekeza, tuna matumaini makubwa kwa miaka michache ijayo basi utalii wa Pemba utafunguka. Haji Ramadhan almaarufu Obama, mbali na ushiriki, lakini yeye ni mjumbe kutoka jumuiya ya makampuni yanayoratibu na kusimamia misafara ya watalii Zanzibar ZATO. Amesema mafunzo hayo ni katika mambo ambayo kitaasisi yake wamekuwa wakiyajadili sana, hasa kutokana na mabadiliko makubwa ya kiuwekezaji hapa Zanzibar.
katika mafunzo haya ambayo kwa kiasi ni moja kati ya vitu ambavyo sisi ZATO wenyewe tulikuwa tunavijadili sana wakati tumenakaa na wenzangu kwenye taasisi. Utalii wa Zanzibar sasa hivi umekuwa ni utalii mkubwa, utalii wa high end, yani kwa maana ya watalii top 5 star, from 5 star to 7 star, ama kwa maana ya nyota 5 mpaka nyota 7. Ndio maana unaona uwekezaji umekuwa ni mkubwa wa mahoteli makubwa na real estate. Sasa hivi uwekezaji pia na wenyewe umekuwa mkubwa. Kwa hiyo utalii huu wa asili kupitia hizi faculty za sustainable tourism kama ulikuwa unapotea. Kwa hiyo hii training imekuja kuangalia vipi inaweza kusaidia kurejesha huu utalii na kukuza, kuhifadhi pamoja na kuendeleza utalii wa sustainable tourism kwa maana ya utalii endelevu kwa upande wa Zanzibar. Mshiriki mwingine ni mtembezi wa wageni Munawar El-Matar Thani. Blue economy inatunufaisha nini sisi kama ni tour guide? Nimepata kujua kwamba mazingira ni kitu muhimu sana kwetu. Lazima tujue nature yetu sisi kama guide ni kitu gani. Sio leo hii tunaenda tuna guide wageni kutoka nchi tofauti tofauti, lakini tunaacha wageni wao wawe ni namba moja kwetu kutuhimiza juu ya mazingira. Hiyo kiupande wetu inakuwa sio picha nzuri. So haya mafunzo yameniwezesha mimi kujua kwamba mimi ndio natakiwa niwe kigezo kwa mgeni. Yani mimi ndo natakiwa niwe namwambia mgeni fanya hichi. Sio mgeni yeye awe ananielekeza mimi kama ni guide uwe na hichi hapana. Kwa hiyo nimepata hiyo fursa ya kujua hivyo vitu, lakini pia jana tulipata siku ya 3 ya mafunzo tulipata kuenda training ambayo ni field ya outside. Hiyo field imeniwezesha mimi experience vitu mbalimbali kuwepo zipline ambayo iko katika forest ya Masingini, na ningewashauri serikali ile sehemu waifanyie mpango kazi kwa sababu ile ni sehemu adimu kwetu sisi. Wadau wa utalii na mazingira kutoka chuo cha Kawa cha Mji Mkongwe walipata nafasi ya kutoa uzoefu wao. Very sustainable, but 90% of the rest of the companies within the group are not, then it's not so easy. That doesn't mean I want to encourage you or disencourage you, because sustainable tourism and tourism is coming from the heart. It's coming from yourself, right? You do it because you want to do it. You're not doing it because you want to make money. But this is about the future of your island. Not only economically, but the future of your children and the next generations. Mafunzo hayo ya darasani na vitendo yameambatana na utoaji wa vyeti kwa washiriki. Mafunzo yamefanyika katika hoteli ya kitalii ya Verde. Yamehusisha wadau kutoka taasisi mbalimbali zinazojishughulisha na sekta ya utalii. Mwandaji na msimulizi wako, jina langu ni Bakari Mshauri.